mtazamaji, hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar ZURA, pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano. Ni nafuu. Kuwezesha kupata huduma hii basi na ulazima wa ATM card. PBZ wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Kwa uhalisia, yale tuliyotarajia yamekuwa maradufu kwa yale yanayotokea. Zanzibar sasa inakwenda kuandika historia nyingine kubwa kwa kutokea nchini Tanzania. Yale tuliyozoea kuyaona kwa wenzetu sasa tunajionea kwetu. Haya ni matokeo ya kimkakati ya serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sekta ya bandari ni sekta muhimu inayomgusa kila Mzanzibari mmoja. Umuhimu wake umeifanya serikali ya awamu ya 8 kuchukua hatua kubwa katika kuimarisha, kuikuza na kuitanua ili tu wananchi wa visiwa hivi wazidi kufaidi matunda ya serikali yao. Hivi sasa kumeshuhudiwa utiaji wa saini wa ujenzi wa bandari mpya na ya kisasa ya Mpigaduri. Bandari hii inakwenda kuleta mabadiliko makubwa katika usafiri, kupanua sekta ya utalii na kuvutia wawekezaji zaidi kwenye visiwa hivi. Zanzibar, kutokana na jiografia yake ya visiwa, imekuwa ikitegemea zaidi bandari kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii tangu enzi na enzi. Bandari zimekuwa ni msingi wa usafirishaji wa bidhaa za kibiashara, hasa viungo, madini na bidhaa nyingine za kibiashara zinazozalishwa ndani na nje ya visiwa hivi. Serikali ya Zanzibar imechukua hatua madhubuti za kuboresha miundombinu ya bandari ili kuboresha usafirishaji na kuimarisha biashara visiwani hapa. Hatua hii ya kujenga bandari mpya ya Mpigaduri inatarajiwa kubadili kabisa muundo wa uchumi wa visiwa hivi. Bandari hii itajengwa ili kutosheleza mahitaji ya sasa na ya baadaye ya kijamii na kiuchumi na kuleta uwekezaji mkubwa katika sekta ya utalii na biashara. Ujenzi wa bandari ya Mpigaduri ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha uchumi wa Zanzibar na kuifanya iwe kituo kikubwa katika biashara ya usafirishaji wa bahari nchini Tanzania. Huu utakuwa mfano wa kwanza mkubwa wa ushirikiano wa aina hiyo. Na ndio maana leo nimetaka jambo hili lifanyike Ikulu, tuonyeshe umuhimu wa sera hii yetu, lakini ukubwa wa mradi huu ambao tunaenda kuutekeleza. Waliozungumza kabla yangu wamesema ukienda sasa hivi pale bandarini unataka kwenda Dar es Salaam au Pemba, hali si nzuri. Ile sehemu imezidiwa, inaleta msangamano mkubwa, hata usalama wake ni mdogo. Kama serikali tuna kila sababu ya kufanya mabadiliko makubwa, na mimi nilisema wazi kabisa, sitaki tuvunje tujenge tena. Nataka tukatengeneze sehemu nyingine yenye mambo makubwa ya kisasa. Tulivyoiona terminal hapa ilivyoonyeshwa ni kama airport vile, hakuna tofauti. Au pengine hii nzuri zaidi ya airport. Hii itakuwa ni bandari ya abiria. Wakati nazungumza katika shughuli ya ufunguaji wa barabara, nilisema kwamba tumejipanga sasa kuwa na usafiri wa umma wa aina kadhaa, sio moja. Tutakuwa tuna usafiri wa umma wa barabara ambao utakuwa na mabasi
ya gesi asilia au ya umeme ili kutunza mazingira. Nikasema tutakuwa tuna usafiri wa treni kutoka Malindi mpaka Bububu kama zamani. Nikasema pia tutakuwa tuna usafiri wa majini kwa kutumia water taxi. Sasa nikataka kusema na ndege, nikaona hapa watu wataniona sasa nimezidi. Lakini mmesikia nyinyi wenyewe hapa. Design hii na mambo matano makubwa. Kwanza ni usafiri wa meli zetu hizi tulizozizoea za Dar es Salaam na Pemba. Ya pili, wamesema kutakuwa kuna ile wanaoita ro-ro. Maana yake ni usafiri wa boti zinazobeba magari na mizigo ambayo ni loose. Ya tatu, kutakuwa kuna teksi za kwenye maji. Ya nne, kutakuwa kuna ndege za baharini zinazotua kwenye maji. Na ya tano, wamesema kutakuwa kuna marina. Marina ni ile maeneo yale ambayo boti hizi zinapaki. Kwa hiyo huu ni mradi mkubwa sana ambao una phase. Tuna uhakika kwamba baada ya kukamilika utabadilisha mandhari ya Zanzibar na utaleta usafiri wa umma uliokuwa ni wa kisasa sana. Na wadau mbalimbali wamesema kuwa bandari hii itakuwa suluhisho la changamoto zilizopo za usafiri wa bahari, haswa kuondosha msongamano kwenye bandari ya Malindi. Bandari hii itajengwa kwa kutumia teknolojia za kisasa ili kuhakikisha kuwa inaendana na viwango vya kimataifa vya uendeshaji wa bandari. Mbali na kusafirisha mizigo, bandari hii itakuwa kituo kikubwa cha utalii, sehemu ya kupumzikia kwa wasafiri, vile vile ni kitovu cha biashara. Mradi huu unatarajiwa kuimarisha sekta ya utalii na kuchochea uwekezaji zaidi visiwani Zanzibar. Hali kadhalika, serikali ya Zanzibar ina mpango wa kujenga bandari nyingine kwenye maeneo ya Kizimkazi na Nungwi. Lengo la bandari hizi ni kurahisisha usafiri wa baharini, hasa kwa watalii na wakazi wanaohitaji kusafiri kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Ni dhahiri kuwa hatua ya uzinduzi wa bandari kavu hii ya kwanza ya makontena iliyozingatia mahitaji yote ya huduma za forodha kutawezesha kuongeza ufanisi katika sekta ya uchukuzi. Lengo la hatua hii ni kurahisisha utoaji wa huduma kwa wafanyabiashara wetu pamoja na kuwapunguzia gharama za maisha wananchi wetu wa Zanzibar. Kwa hakika, urahisishaji wa ushushaji na uhifadhi wa makontena utaongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za bandari na kuondoa msongamano wa makasha uliokuwa unaikabili bandari ya Malindi. Ni mategemeo ya serikali kuwa hatua hii itaongeza msukumo wa ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Wadau wa sekta ya usafiri wa baharini wamesema ujenzi wa bandari hizi kutarahisisha huduma za taksi za baharini, hivyo kuruhusu watu kusafiri kwa urahisi zaidi ndani ya visiwa hivi. Si Unguja tu, zipo pia bandari kubwa kisiwani Pemba kama vile bandari ya Wete na bandari ya Shomba mjini iliyopo Micheweni, ambapo bandari ya Wete kwa sasa imefikia 75% ya ujenzi wake. Bandari hizi zote zinalenga kuimarisha biashara na kuboresha miundombinu ya usafirishaji wa mizigo na abiria kati ya Unguja na Pemba pamoja na maeneo mengine nchini Tanzania. Pia wadau mbalimbali wa sekta ya biashara na usafiri wameeleza kuwa bandari hii itapunguza muda wa kusubiri kwa meli za mizigo na hata hivyo kupunguza gharama za usafirishaji wa bidhaa. Pia bandari hii itakuwa sehemu ya kuvutia wafanyabiashara wapya na wawekezaji ambao watasaidia kuinua uchumi wa Zanzibar. Tunapozungumza kufanana na miji mingine, ni lazima zile incentives za muhimu katika mji kama huu ziwepo, ikiwemo bandari, airport na maeneo mengine ambayo ni fursa. Na hii sehemu ya usafirishaji. Anachotufanyia leo Mheshimiwa Rais kwamba leo tuna saini contract hii kwa ajili ya bandari hii ya Mpigaduro. Manake sasa tunaenda kuondoa lile changamoto na tatizo sasa la usafiri. Watu walidhani tu kwamba bandari hii itakuwa kama zile bandari nyingine. Hii iko unique kidogo. Bandari ya kwanza kwa Tanzania ambayo itakuwa ndani yake imeingiza na teksi za baharini. Hii ni kitu unique ambacho nadhani ni nchi chache duniani ambazo wanatumia staili ya bahari. Tuna mpango ambao Dr. Mwinyi amekuja nao kutokana na mazingira ya bahari na miundombinu katika usafiri wa umma. Tunaanzisha water tax, yani teksi za majini, ambapo ukitaka kwenda Kizimkazi na kwa simple na ukumbukwe pia tunajenga bandari ya Kizimkazi na tunajenga bandari ya Nungwi. Kwa hiyo itakuwa simple, kwa unaenda kaskazini unaweza kushika mkokotoni au kashuka kule hizo water tax.
na kupitia huku Kizimkazi. Nataka kusema kwamba Dr. Mwinyi anatekeleza ilani, kwa sababu kwa mfano ukiangalia ilani ya system ilizungumzia bandari kubwa moja ya Mpiga Duri, lakini pia Dr. Mwinyi ameenda mbali zaidi, anajenga bandari ya Wete. Bandari ya Wete itakuwa bandari kubwa makontena, na tayari kwa taarifa zenu ile tunaita feasibility study ambayo wamefanya Wajerumani imekamilika. Lakini pia tunajenga bandari nyingine ya abiria kama hii tunaoijenga hapa kwa Mpiga Duri, ambayo itakuwa Shumba mjini pale Micheweni, na isafikia 75%. Kwa maana hiyo Dr. Mwinyi anaimarisha bandari kila pahala, akijua kwamba ndio end to point ya nchi yetu. Hii hatua ya kuongeza au kutia saini mkataba wa bandari mpya ya Mpiga Duri ni hatua nzuri ambayo sisi kama wadau imetufurahisha sana, kwa sababu kwamba tukiangalia bandari yetu ambayo tunatumia Malindi ni ndogo, bandari ambayo kwamba ina foleni kubwa kiasi cha kwamba changamoto nyingi ambazo tunazozipata katika bandari ya Malindi nafikiria katika bandari ya Mpiga Duri zitaondoka. Maendeleo ambayo amekuja nayo Mheshimiwa Mwinyi na anaendelea kuleta maendeleo mengine, hili tuna appreciate sana sisi wananchi wa Zanzibar na sisi wadau wa eneo hili la bandari. Utajiseni huu utasaidia sana kwa sababu bandari ya Malindi ambayo inatumika kwa ajili ya abiria sasa hivi ni bandari ambayo ina mix, kuna mizigo, kuna abiria, kuna loose cargo pale, kuna containers. Kwa hivyo utajiseni huu na ujenzi huu utasaidia sana abiria watamove kutoka bandari ya Malindi na kuelekea katika bandari ya Mpiga Duri, na hii itaipa nafasi kidogo bandari ya Malindi ili iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi. Hili ni jambo la faraja kwetu sisi Wazanzibari, na jambo la kupigwa mfano kwa Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutuletea maendeleo kama haya. Tutakuwa na kituo cha mabasi, kwa hiyo tutakuwa na muunganiko ama tunaita tripod, bali tutakuwa na vyombo vya bahari, tutakuwa tuna vyombo vya anga, na pia tunahudumia vyombo vya ardhini kupitia kituo kikubwa kabisa cha bus station ambacho tutakuwa tunahudumia vyombo vya abiria ama public transportation. Mradi huu pia utakuja na maeneo mengi tu ya biashara ambayo itawezesha sasa duty free zone, ambao watakuja wadau international, yani wafanya biashara kutoka nje kuweza kuonesha biashara zao mbalimbali, lakini pia itafungua soko kwa wale wafanya biashara wa ndani ama wazalishaji wetu wa ndani sasa kuweza kushowcase ama kuonyesha biashara zao kwa watalii mbalimbali ambao wanatumia bandari zetu, hususan tukizingatia takriban wasafiri, tunahudumia takriban wasafiri wa milioni 2.5 kwa mwaka ndani ya bandari zetu. Hilo ni soko kubwa sana, na tumeangalia pia kurejesha taswira kwa bandari yetu isiyo tu kituo cha usafiri, bali itakuwa kituo cha utalii, kitakuwa kituo cha mapumziko, na hata hivyo kitakuwa na kituo kikubwa cha biashara. Bandari hii itaenda kuondoa kabisa muonekano wa bandari zetu, na ndio mwenendo ambao tutakwenda nao katika bandari zetu nyinginezo ambazo tutazijenga, na muda ambao wa kutekelezaji mradi huu unategemewa ndani ya miezi 36 baada ya kusaini mkataba utakuwa mradi huu umekamilika. Ukija kwenye huduma za kiafya, michezo, sina haja hata kukuambia kwa sababu wewe mwenyewe unajua nini kimetokea kule Amani. Hali ya amani tunaiona ilivyo, kwa hivyo yote ni kuimarisha michezo. Lakini ukija kwenye sekta ambayo mimi mwenyewe niko kama naifanyia kazi sasa hivi ni swala la bandari. Umeona jinsi ambavyo usafiri umerahisishwa kati ya Unguja na Pemba, lakini huduma kwa watu ambao wanaleta bidhaa zao sote tumeshuhudia. Juzi tulikuwa Fumba kule tumeona, na leo hapa tunakuja kutia saini muendelezo wa bandari zetu ambayo pale Mpiga Duri au Marhugi pakishakuwa pametengenezwa, nadhani itakuwa zaidi ya Ulaya, kwa sababu sisi Ulaya walijenga zamani, sisi tunajenga kisasa. Na mimi nimpongeze sana Rais Mwinyi kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na nadhani baada ya miaka 3-4 Zanzibar haitokuwa kama hizo, itakuwa ni zaidi. Hata huko Dubai nadhani tutawapita. Serikali ya Zanzibar pia inajenga bandari kavu ya kisasa ya mizigo katika eneo hilo hilo la Marhubi lenye ukubwa wa mita za mraba 18,000. Bandari hii ni sehemu muhimu ya kuhifadhia makontena, yani ICD. Hii itarahisisha shughuli za mizigo na kuhakikisha kuwa huduma za bandari zinakuwa bora zaidi na zinaendana na mahitaji ya kisasa ya kibiashara. Hii ni kwanza tunachojenga hapa ni ICD ya makontena, ya kuwekea makontena. Hii eneo lote linaloonekana hapa ambao tumeweka hiyo zege, kontena zitakapokuwa zinakaa, kontena zote za mzigo zikitoka bandarini zinakuja zinahifadhiwa hapa.
Mimi ndio manager mradi wa hii project. Sisi ni kampuni yetu ya ujenzi ya uzawa inaitwa Multistruct Building Contractors. Na hii kazi ya kujenga hii ICD tumeanza mwezi wa 3 na tunaikamilisha mwezi wa 8, ndio wiki ya kwanza. So tunategemea kuikamilisha. Kama mnavyoona hapa ndio tunakamilisha hii. Tuko mwisho tunakamilisha hii. Tunaita hard stand, hii ndio zege ya chini. Tukishamaliza huku tutakamilisha hii ofisi hapo ambapo ni administration block, alafu kuna workshop, alafu pia kuna inspection yard kule. Eneo hili lina square meter 18. Container zote zitakazotoka bandarini zitakuwa zinakaa hapa. Yale ni makontena. Haya nadhani hizi ni container tupu. Nadhani zinawekwa hapa kwa muda tu zinawekwa zinarudi. Lakini hapa nadhani zitakaa sasa container ambazo za mizigo. Itakuwa naingia hapa, zunguka. Hapa kuna gate la kuingilia na kutokea. Ukuta huu ndio utaishia hivyo bwana? Ukuta huo ndio mwisho. Na umejengwa kipindi hiki, sio kwamba ulikuwepo hapana. Tumejenga ndani ya hii miezi mitatu. Kwa kweli sisi tunashukuru sana. Ukiangalia hii kampuni yetu ni kampuni ya kizawa. Wafanyakazi wote hapo unaowaona nadhani wote ni wazawa wa hapa. Na walioajiriwa karibu wote ni wa hapa Zanzibar. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru. Mheshimiwa Rais kwa kweli. Sana. Na tunayaona ni vitu ambavyo vinaonekana. Nilinganisha palipokuwa hapa miezi ngapi, 2-3 iliyopita na leo mtu akija hapa anashangaa kweli. Ni maendeleo makubwa sana kwa kweli. Upande huu kuna ujenzi wa bandari kavu ya mizigo, na kwa upande huu mwingine wanatarajia kujenga bandari ya abiria ambayo inaitwa Mpigaduri. Kwa maana hiyo hapa zoezi la ujenzi linaendelea, na hivi sasa pia tunaendelea kupokea kontena tupu ambazo zinaendelea kufika hapa kutoka bandari kuu pale Malindi. Watu tupo tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida. Namshukuru sana Dr. Mwinyi kwa kazi nzuri anayoifanya. Ni kweli anafanya kazi kwa bidii na ni rais anafanya kazi yake vizuri. Na tunaona maendeleo kwa sababu ni vitu vyenye kuweza kutamkika na kuonekana. Kwa kweli anafanya kwa vitendo. Ujenzi huu ni miradi mikubwa, na hata huo ujenzi wa bandari ya abiria pia ni mradi mkubwa, na utajenga fursa kubwa sana ya kiuchumi kwa sababu ni maendeleo ambayo yanaonekana yataishi vizazi na vizazi. Mradi wa ujenzi wa bandari hizi unatarajiwa kuwa na athari chanya kwa soko la ajira visiwani Zanzibar. Ujenzi huu utatoa nafasi za ajira kwa maelfu ya watu, kutoka kwa mafundi ujenzi hadi kwa wahandisi na wataalamu wa usafirishaji. Hii itasaidia kupunguza ukosefu wa ajira na kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Zanzibar. Na karibisha sana wafanyakazi, wasichana wenzangu, wanawake wenzangu. Kwa hiyo wajumuike na hizi kazi, maana unasema wanaume wanaweza kupambana nazo, lakini na sisi wanawake tunaweza. Kazi inapotokea hii na wanawake nao tunaomba wajitokeze. Na sisi wanawake tunaweza sana. Fanya kazi vizuri, unajituma. Nashukuru kwa bandari kunipatia ajira kama kijana, kufanikisha kutimiza ndoto zangu za kuoperate chombo na kuopereta katika shirika la bandari. Chombo ninachoendesha kinaitwa Registraker. Kazi yake hichi ni kuchukua container, kumpakilia kwenye trailer ama kuchukua container chini kuipanga sehemu yake husika. Hii inaitwa Registraker ama RC. Kwa hiyo huu mwaka wangu wa pili kwa Registraker kuendesha, lakini hapo nyuma miaka kama 3-4 nyuma nilikuwa naendesha forklift. Fursa zitakuwa nyingi sana za ajira sababu kutakuwa kuna kazi nyingi sana, operator, makarani, nadhani na sekta nyingine tofauti. Kwanza nampa hongera, la pili tunashukuru kwa vijana kutuinua, la tatu wamefanya mambo makubwa sana kututengezea bandari, kutusaidia vijana kupata ajira kama hivi. Vijana tumepata angalau wakati na sisi kufanya kazi, kuonesha usanifu wetu, kuonesha uwezo wetu kufanya kazi na kaza. Ujenzi huu wa bandari kama ni fursa kwetu sisi, ikiwe bandari vizuri aweze kutunufaisha na sisi wenyewe kama wawekezaji katika sekta ya utalii wameshukuru juhudi za serikali ya awamu ya 8 kwa kuwa mradi huu utasaidia kuongeza idadi ya wageni wanaokuja kutembelea visiwa vya Zanzibar. Kwa sisi wawekezaji tunafurahi kwa sababu uwepo wa hizi
miundombinu unasaidia sana sisi wageni wetu kuweza kufika kwa urahisi, wageni wetu wasipate shida wanapokuja. Kwa hiyo vitu kama hivi vinasaidia pia uchumi wetu kukua, kwa sababu namba ya wageni inaongezeka na wanaweza kuja kwa urahisi zaidi katika nchi. Na pia wanajivunia, na sisi wawekezaji pia tunajivunia kuona jinsi gani kwamba nchi yetu inaendelea na miundombinu inayotuzunguka inakuwa mizuri, inaweza kusaidia kuongeza idadi zaidi ya wageni wanaokuja. Bandari ya Mpiga Duri itakuwa sehemu muhimu ya kuongeza vivutio vya utalii, kwani itatoa huduma bora kwa wasafiri na watalii wanaotembelea visiwa hivi. Ukitizama sasa hivi hii miradi ambayo serikali inaitekeleza, tuanze. Mradi wa ujenzi wa bandari mpya Mpiga Duri na bandari kavu ya mizigo ni hatua kubwa na ya kihistoria katika maendeleo ya visiwa vya Zanzibar. Mradi huu sio tu utabadilisha sekta ya usafirishaji, lakini pia utaimarisha uchumi wa Zanzibar kwa ujumla. Kupitia juhudi za serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Zanzibar inaelekea kuwa kituo kikubwa cha kibiashara na kitalii katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hatua hizi zinatoa matumaini makubwa kwa wananchi wa Zanzibar ambao sasa watafaidika na maendeleo ya miundombinu, fursa za ajira na ongezeko la wawekezaji wa kigeni. Ni wazi kuwa Zanzibar inajiandaa kwa mustakabali mzuri ambapo usafiri wa kisasa, biashara za kimataifa na utalii vitachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo endelevu ya visiwa hivi. Ni nafuu na ni salama. Ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni bima wa ATM Card. PBZ wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, bank ya watu, chaguo la watu. Hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini, PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar, ZURA, pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar, PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano.